أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم. سورة النحل الآية 112. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutukutanisha tena kwenye Ijumaa hii nyingine ya mwezi huu wa Shawwal baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi uliogubikwa ni fadhila kubwa na nyingi mno. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile tumeanza mwezi huu wa Shawwal ambapo tunautafuta Dhulqaada, mfungo pili, kwa ajili ya maandalizi ya ibada ya hija, ambayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan dua zilizopokelewa kutoka kwa Mtume Muhammad kwa kupitia watu wa nyumbani kwake Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alaihim, Allahumma salli nyingi utazipata zikimlilia Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwamba Mungu aturuzuku ibada ya hija, na nyingine zinasema Mungu aturuzuku ibada ya hija mwaka huu, mwaka ujao na miaka mingine, ishara ya kwamba mwezi wa Shawwal ni mwezi wa maandalizi kwenye kuingia kwenye ibada ya hija. Maudhui yetu ya leo tumeyapa unwan: amani tuliyokuwa nayo itumike kwa maslahi ya Tanzania. Amani hii iliyokuwepo hapa nchini, amani hii itumike kwa ajili ya maslahi ya nchi hii, itumike kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa taifa hili. Unwani hii ni muhimu kwa sababu wasomi wote na wanasiasa wote wanakubaliana kwamba mahala popote ambapo hapana amani, hapana kitu kinachoweza kufanyika. Mahala popote
ambapo mahala hapo hapana amani, pana vita, pana mizozo, mahala hapo hapawezi kufanyika kitu chochote. Na ndiyo maana taifa lolote linapokuwa na amani, mataifa ya magharibi hayawapokei watu wa nchi hiyo kama wakimbizi. Kwa hoja gani? Kwa hoja ya kwamba nyinyi mnayo amani. Na sisi viongozi wa dini sote tunahubiri, tunasema moja ya vigezo vya kumwabudu Mungu ni uwepo wa amani. Amani tuliyokuwa nayo ndani ya nchi hii ya Tanzania basi itumike kwa ajili ya maslahi ya taifa hili. Wawekezaji wameelekeza nguvu zao kuwekeza ndani ya ardhi ya Tanzania. Moja ya kigezo kilichowavutia wawekezaji, moja ya kigezo kilichowavutia watalii leo kumiminika katika mbuga zetu za Tanzania ni kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo. Kwa hivyo watu wote wanakubaliana, mahala penye amani ndiyo panaweza kufanyika demokrasia, ndiyo panaweza kufanyika maendeleo, ndiyo watu wake wanaweza kumwabudu Mungu wao mmoja. Amani tuliyokuwa nayo itumike kwa maslahi ya Tanzania. Kwenye kichwa changu yanapita maneno ya hikima na busara aliyoyatamka mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Shekhe Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana. Moja katika hutuba zake amewahi kutamka akisema, amani lazima yengwe kama vile linavyoyengwa albayda. Shu albayda bisawhi? Yai. Linavyoyengwa yai. Yani kuyengwa yani kutunzwa. Amani ni kama vile yai. Kwa hiyo liangaliwe vizuri. Kama halikuangaliwa vizuri, yai likishavunjika halirudi tena. Ndivyo amani ilivyo. Na ni maneno makubwa na mazuri yenye hikma ya hali ya juu. Amani ni kama vile yai, lazima liengwe. Siku likianguka, likivunjika, halirudi kama vile mwanzo hata siku moja. Na tunayo mifano kwenye kichwa changu hapa. Unapita mfano wa nchi moja ya Mashariki ya Kati. Mashaallah, walikuwa wanaishi vizuri, walikuwa wanaishi kwenye amani. Waislamu, wasiokuwa Waislamu, watu wa madhehebu tofauti walikuwa wanakaa vizuri. Lakini zikaanza chokochoko za kuvunja amani. Kilichotokea nchi hiyo, amani ikatoweka, wakauana wenyewe kwa wenyewe kwa vigezo tofauti. Miaka ya 80 wakenda wakafanya kikao katika mji wa Taif, Saudi Arabia. Kipindi hicho mfalme wa Saudia ni Mfalme Fahdi. Wakafanya kikao cha kutaka kuirudisha amani. Angalia kilichotokea. Ilikuwa ni nchi ya demokrasia, mwenye vigezo ndiye anayeongoza. Lakini baada ya wenyewe kuvunjika amani kati yao na kupigana, kitu gani kilitokea? Wakakaa Taif miaka ya 80, demokrasia ikabidi itengenezwe demokrasia ya kimatabaka. Ikatengenezwa demokrasia, lazima rais awe Mkristo, waziri mkuu awe Sunni, spika wa bunge awe Shia, na wizara zikagawiwa kwa mujibu wa madhehebu na dini. Lakini ni nchi iliyokuwa na demokrasia na amani na utulivu na mshikamano. Na ilikuwa ndiyo Dubai ya kwanza kabla ya hii Dubai iliyopo.
lakini walicheza na amani ambayo Mheshimiwa Mufti anasema ni yai, lazima liengwe, liangaliwe, likishavunjika haliwezi kurudi. Na ndiyo haya Mungu anayoyasema katika Suratu Nahl aya 112. Na amepiga na ametaja Mwenyezi Mungu mfano wa kijiji, halafu kijiji hicho Mungu hajatuambia ni kijiji gani. Je, ni Dar es Salaam? Je, ni Tanga? Je, ni Manarumango? Ni Kenya? Ni Uganda? Ni Kongo? Ni Lebanon? Je, ni Palestine? Ni Gaza? Mungu hajataja huo mji. Mutmainnatan, ulikuwa na utulivu, ulikuwa na amani. Yaatiha rizquha raghadan min kulli makan, maendeleo katika nchi hiyo yamejaa, maendeleo makubwa, vyakula viko, kila aina ya chakula utakipata, matunda, vinywaji, kila kitu kipo. Fakafarat bi an'amillah, wakatokea vidudu mtu wakawa wamechoka utulivu na amani waliokuwa nayo, wakaanza chokochoko ndogo ndogo. Mbona kuna hivi? Mbona kuna hivi? Hawakudhania kwamba hata demokrasia katika nchi yoyote lazima isimamishwe kwa amani. Ili iwe demokrasia ya kweli lazima isimamishwe kwa amani. Wakaanza chokochoko, wakasahau mwenendo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipopambana yeye na wenzake katika kuleta uhuru wa nchi hii, lakini kwa amani. Watu hao wakalewa amani. Fakafarat bi an'amillah, ni neema ya Mungu hiyo, wakaiona haina maana. Faadhaqaha Allah, nini kiliwatokea watu wa nchi hiyo? Nini kiliwatokea watu wa mji huo? Faadhaqaha Allah libasa aljui walkhawf, maendeleo yote waliokuwa nayo yakasambaratika. Miundombinu waliokuwa nayo mizuri katika nchi yao, watalii walikuwa hawakatiki, mahoteli yanafanya kazi, viwanda viko hai. Faadhaqaha Allahu libasa aljui walkhawf, njaa ikaanza kutawala, utulivu ukakosekana, wakaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya kutothamani neema ya amani na utulivu. Bima kanu yasnaun, amani tuliyokuwa nayo itumike kwa maslahi ya Watanzania. Nukta ya kwanza na ya haraka, amani tuliyokuwa nayo iwe ni sababu ya taqwa Allah, iwe ni sababu ya sisi wa Tanzania tumepata fursa ya kumcha Mungu wetu. Lakini nukta ya pili ni ad-demokratia. Amani tuliyokuwa nayo ni fursa muhimu ya kuifundisha dunia kwamba Tanzania ndiyo mama wa demokrasia. Naomba salawatu kwa hilo. Tuwafundishe wazungu wanaodai ya kwamba wao wana demokrasia, lakini mpaka leo bado nchi zao zinagubikwa ni ubaguzi. Amani tuliyokuwa nayo Tanzania, tuwafundishe wazungu kwamba sisi ndiyo mabingwa wa demokrasia. Hao tunaambiwa wana demokrasia, kwenye nchi zao kila siku watu weusi wanauawa. Hao tunaambiwa ndiyo wana demokrasia, ubaguzi wa rangi ndiyo ibada kubwa, ubaguzi wa kidini ndiyo ibada kubwa. Amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu ni moja ya vigezo vya kuweza kufanya demokrasia ya kupigiwa mfano. Na tutambue ya kwamba demokrasia haiwezi kuwepo kama amani haipo. Kwa hiyo amani ni sababu ya kumcha Mungu, nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni sababu ya demokrasia,
Nukta ya tatu ni sababu ya ataqaddum wal izdihar, sababu ya maendeleo. Amani tuliyokuwa nayo iwe ni sababu ya sisi kuendelea. Lakini jambo la nne, amani tuliyokuwa nayo ni sababu kubwa ya kuweza kutengeneza na kuwalea watu wetu kuwa wazalendo. Lakini mwisho, amani tuliyokuwa nayo ndiyo sababu kubwa ambayo itatuletea uchaguzi wenye haki, uliokuwa muwazi, uliokuwa wa demokrasia, uliokuwa hauna matatizo, kwa sababu ya amani inayogubika nchi yetu. Kwa haraka haraka, taqwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Mwenyezi Mungu kisawasawa. Na ndugu zangu wa Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kama mtamtanguliza Mungu katika mambo yenu yote, mtaona vipi Watanzania watakuwa wacha Mungu. Na chachu yake na sababu yake ni hii amani waliokuwa nayo katika ardhi yao, na sababu yake ni huu utulivu tuliokuwa nao. Naamini ya kwamba tutakapomtanguliza Mungu katika mambo yetu, katika shughuli zetu zote, yale ambayo Mungu ameyakataza hatutoweza kuyakaribia. Kwa nini? Tunao watu wanaokula rushwa, ni kwa sababu Mungu wamemsahau. Kwa nini tunao watu wanaojilimbikizia wao wenyewe na kusahau maslahi ya umma? Ni kwa sababu watu hawajamtanguliza Mungu. Lakini aliyemtanguliza Mungu anajilimbikizia kwa sababu ya nini? Aliyemtanguliza Mungu, kwa nini awe fisadi? Ufisadi, moja ya sababu yake ni kutokumwamini Mungu. Wa ila kama unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini unakuwa fisadi? Raha iliyoje, raha iliyoje kwa mtu anayelimbikiza kwa ajili ya watoto wa Tanzania wote. Raha iliyoje, raha iliyoje ya mtu aliyelimbikiza ili kuondoa ombaomba katika ardhi ya Tanzania. Kwa hivyo taqwa Allah, ndugu zangu wapendwa, amani tuliyokuwa nayo katika ardhi ya Tanzania, tuhakikishe amani hii ni kwa maslahi yetu. Lakini jambo la pili, demokrasia. Demokrasia ya kweli haiwezi kufanyika kama sisi si wacha Mungu, kama sisi hatuna amani. Tutafanyaje kampeni kama hakuna amani? Kampeni za kweli haziwezi kufanyika kama amani imetoweka. Kama amani haipo, vyama vya kisiasa havitoweza kunadi sera zao. Kwa hivyo sera za vyama vya siasa wataweza kuzinadi kama Watanzania wana utulivu, wanaweza kuwasikiliza. Na sisi viongozi wa dini, siku za Ijumaa na siku za Jumamosi makanisani na Jumapili, na mashehe na wachungaji hawatoweza kuwahubiria watu umuhimu wa amani, umuhimu wa amani na demokrasia ya kweli, kama itakuwa amani imetoweka katika misikiti yetu. Kwa hivyo demokrasia, lazima tutambue hili. Demokrasia ya kweli tutaweza kuisimamisha kama hii amani tuko nayo. Lakini kama hii amani tuliyokuwa nayo na utulivu uliokuwepo utasambaratika, basi tutambue ya kwamba hatutoweza hata siku moja, hatutoweza hata kidogo
kuhakikisha ya kwamba demokrasia inaweza kutawala na inaweza kufika kwa wananchi wote. Lakini jambo la tatu, lakini nilikuwa ninajiuliza, na jambo muhimu la kujiuliza hivi, huwa kuna baadhi ya watu wanawatilia shaka mashekhe na wanawatilia shaka maimamu, kwamba maimamu huenda wana upeo mdogo kwenye kuhubiri amani. Ima wana upeo mdogo au la, wanajipendekeza na dola, ndiyo sababu wanahubiri amani. Kwa hivyo kinachotakikana ni nini? Ni viongozi wa dini wasihubiri amani. Sasa wasihubiri amani, wahubiri kitu gani? Kwa sababu dini yenyewe ni amani. Yani huo Uislamu wenyewe misingi yake imejikita kwenye amani, haikujikita kwenye mizozo. Na hata mizozano ndani ya Uislamu ukiangalia, sio mizozo iliyoanzishwa ni Uislamu, ni mizozo ya kuizuia isije ikauathiri Uislamu. Na ndiyo maana vita vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vilikuwa ni vita vya defense, self defense, vilikuwa ni vita vya kujilinda. Makafiri wa Kiquraishi hawamtaki Mtume afikishe neno la haki, wakamnyanyulia silaha. Mungu akamwambia Mtume, nyanyua silaha dhidi yao. Vita vya Mtume havikuwa vita vya kwenda kuwaanzisha watu kuwapiga, la. Kwa hivyo viongozi wa Kiislamu hususan hawana wa kulihubiri isiyokuwa amani. Amani ndio dini yenyewe. Tutamshangaa shekhe na imamu anayepanda kwenye mimbari siku ya Ijumaa anawahubiria Watanzania wagombane, wavutane, wasiwe na hekima, wasiwe na busara. Huyo tutatia shaka ushehe wake na uimamu wake. Na kama ni askofu, na kama ni padri, kama ni mchungaji, tutamwambia njoo tukufundishe Biblia takatifu. Wewe bado hujaifahamu Biblia takatifu. Naomba salawatu kwa hiyo fikra. Tutamwambia mchungaji njoo tukufundishe Biblia takatifu, kwa sababu Agano la Kale na Agano Jipya yote hayo hayahubiri mizozo wala vita wala kutokuelewana, yanahubiri amani. Alafu huwa nakaa najiuliza na wenzangu kwenye wakati wa vikao, hivi kuna nchi yenye demokrasia kama vile Marekani? Mimi naamini Marekani ndio the best, ndio baba wa demokrasia. Na tukipambana kwenda kwenye demokrasia ya kweli, tunapambana tuwe kama Marekani. Nadhania ni hivyo. Hivi kuna nchi na demokrasia kama vile Uingereza? Hivi kuna nchi na demokrasia kama vile Ufaransa, kama vile Ujerumani? Lakini je, Marekani baba wa demokrasia, Ujerumani, Ufaransa hazina changamoto za ndani ambazo hazijakaa sawa? Zipo. Nenda kaisome Marekani na kuuawa watu weusi. Marekani baba wa demokrasia mpaka leo mtu mweusi haishi kwa amani Marekani. Uingereza, na nyote mnafuatilia habari ya mipira, wachezaji wangapi tumewaona wanabaguliwa kwenye nchi mama wa demokrasia, wanabaguliwa kwa sababu ya rangi zao? Tumewaona sisi wapenzi wa mipira. Lakini tumeona kwenye nchi hizo demokrasia watu wanaoandamana kwa sababu ya wageni wamekuwa ni wengi. Kwa hivyo Tanzania tunapokuwa na changamoto, pointi muhimu hii, Tanzania kama ziko changamoto za kiutawala, tutafute mbinu za kutatua hizo changamoto.
sio tutafute mbinu za kuvunja demokrasia na amani ya Tanzania iliyokuwepo, kwa sababu changamoto hizo hata Uingereza zipo, hata Marekani zipo, hata Ujerumani tunakosomea siasa zipo. Lakini jambo la tatu, amani tuliyokuwa nayo itumike kwa maslahi ya Tanzania, ni jambo la uzalendo. Hubbul watan min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika iman. Naamini ya kwamba tukiwa na uzalendo wa kweli, ala kulli hal sisi sio watu wa siasa, lakini lau siku moja ningekuwa mimi ndiyo mwenyekiti wa chama kimoja wapo cha siasa, fokasi yangu na ilani yangu ingekuwa siku zote ni kuhakikisha hakuna Mtanzania maskini omba asiyeweza kusoma, asiyeweza kuishi maisha mazuri. Muhammad wa ali Muhammad. Hebu vyama vya kisiasa kama malengo yao ni demokrasia ya kweli, kama malengo yao ni maendeleo ya kweli, hebu waelekeze siasa zao, mbinu zao, mikakati yao na harakati zao kwenye kutatua changamoto za huyu Mtanzania asiyejiweza. Hapo itakuwa tumeleta uzalendo wa kweli. Ni makosa makubwa kuwa na mitazamo ambayo ukiangalia mitazamo hiyo haiwezi kutatua changamoto za watu tuliokuwa nao. Mitazamo hiyo tukataka kuileta katika ardhi ya Tanzania, lakini amani tuliyokuwa nayo iwe ni sababu ya maendeleo. Naomba nisome maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili jambo. Mungu anaizungumza Makka, anawazungumza Waarabu namna walivyoendelea, walivyokuwa wakifanya biashara, misafara, wakisafiri kwenda Sham, wakisafiri kwenda Yaman nyakati tofauti. Wakati wa kazi wanakwenda huku, wakati wa kiangaza wanakwenda kule, na hiyo misafara ilikuwa salama salimini. Kwa nini? Mungu anasema wa amanahum min khawf liila fi Quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Maendeleo ya Mashariki ya Kati ikiwemo Makkah al-Mukarrama, Mungu anayazungumza maendeleo yale kwamba chachu na sababu ya maendeleo ya Mashariki ya Kati na kufanya biashara Waarabu na haya waliofanikiwa, moja ya sababu, nchi ile ilikuwa ni nchi ya amani, nchi ile ilikuwa ni nchi ya utulivu. Kwa hivyo amani tuliyokuwa nayo itumike kwa maslahi ya taifa hili. Tunataka kumcha Mungu, tufaidike na amani hii. Kama tunataka demokrasia ya kweli, tufaidike na amani hii. Kama tunataka maendeleo, tufaidike na amani hii. Kama tunataka kuwa wazalendo wa kweli, basi tufaidike na amani hii. Wa amanahum min khawf, akawasalimisha na hofu, ikawa hakuna wasiwasi, hakuna amani. Mtu unatembea muda wowote, biashara yako iko salama. Lakini nukta ya mwisho ni jambo la uchaguzi. Tunaendea uchaguzi, siku sio nyingi sana, lakini kuna mambo mengi ya kuiangalia katika jambo la uchaguzi. Amani hii tuliyokuwa nayo, utulivu huu tuliyokuwa nao ambao ni fahari yetu, iwe ni sababu ya kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu utapita kwenye mwamvuli huo wa salama na amani.
sifa ya Tanzania itaendelea kubakia juu, sifa ya Tanzania itaendelea kubakia juu na kupigiwa mfano na Mungu wa maajabu. Tanzania kwanza jina lake lenyewe zuri, ukiliangalia lilivyotengenezeka limetengenezeka kiamani amani, lakini watu wenyewe masha Allah wametengenezeka kiamani amani. Si kwamba ni wajinga, la, Watanzania si wajinga, tena ni wasomi, tena wanauelewa. Lakini Watanzania katika fahari aliyowapa Mungu, wao wenyewe wametengenezeka kiamani amani. Jana nilikuwa nazungumza na kijana mmoja wa Pangani, ananambia, shekhe, kumbukumbu zangu mimi kutoka Tanga mjini mpaka kufika Pangani, kituo cha polisi kiko kijiji cha Kigombe Tanga tu. Tunazungumzia kilomita nyingi kutoka Tanga mjini mpaka kufika Pangani. Ananiambia kituo cha polisi kipo Kigombe. Kwa nini? Tanzania ilivyotengenezeka, hatuhitaji askari wa doria wa kazi gani? Askari wa doria wanahitajika huko Gaza, huko wakalindi amani, wanahitajika Palestina, sio hapa. Kwa hivyo tunaelekea kwenye uchaguzi. Hii sifa yetu ya amani, sifa yetu nzuri ya kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, Watanzania Waislamu na Wakristo tutaitendea haki nchi hii uchaguzi tutakapouendea na kuumaliza kwa amani na salama na kwa maelewano pasi na mivutano. Tanzania tutakuwa tumeitendea haki na mashuhada, mashahidi wetu na wazee wetu waliokufa katika vita vya Majimaji, waliokufa katika vita vinginevyo vya kupigania taifa hili. Tutawatendea haki tutakapouendea uchaguzi kwa amani, ukamalizika kwa utulivu, hakuna mizozo wala hakuna mivutano. Wazee wa Kiislamu kwa kushirikiana na Mwalimu Nyerere tutawatendea haki, ambao ndio sababu ya utulivu huu. Tutawatendea haki na roho zao zitakuwa zimetulia tutakapomaliza uchaguzi. Uchaguzi umetoka kwa amani, pasi na mivutano, pasi na mizozo. Mashujaa wetu tutakuwa hatukuwatendea haki. Wazee wetu waliopigania uhuru, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wenzake, tutakuwa hatujamtendea haki kama uchaguzi huu tutauendea ukawa ni uchaguzi ambao utulivu umekosekana, amani imekosekana. Lakini mwisho, sisi viongozi wa dini, sisi viongozi wa kiroho, Mungu wakenda kutuuliza siku ya Kiyama, wakitokea vidudu mtu wakasababisha uchaguzi usifanyike kwa amani, wakashindwa hikima na busara na mbinu za uchaguzi wa amani, Watanzania wakaikosa amani, sisi viongozi wa kiroho tutakwenda kumwambia Mungu, Mungu, sisi tuliwaambia wanasiasa, fanyeni siasa lakini ziwe siasa za amani. Toeni mikakati yenu, lakini mikakati yenu iwe ni mikakati ya amani. Sisi tutajivua Allahumma hal ballaghtu, tutamwambia Mungu, sisi tulihubiri umoja, mshikamano, maelewano, na tukapambana kueleza kwamba ndiyo matakwa yako. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka za kikao hiki na kwa baraka za Aljumaa hii, amani hii tuliyokuwa nayo katika ardhi hii ya Tanzania, Mwenyezi Mungu aendelee kuibakisha leo hadi siku ya uchaguzi, habali mpaka siku ya Kiyama. Ushirikiano huu tuliyokuwa nao kati ya Waislamu na Wakristo, Masuni na Mashia,
katika ardhi hii ya Tanzania. Mungu, endelea kuboresha ushirikiano huo, ubakie ukitawala katika ardhi ya Tanzania. Mungu, Tanzania yetu imejulikana kwamba ni kisiwa cha amani. Ya Rabbi, iangalie kwa macho mawili, iendelee kubakia kisiwa cha amani. Mungu, na wale wote ambao upeo wao ni mdogo, naomba rudia haya maneno mazito. Mungu, wale ambao upeo wao ni mdogo, narudia tena. Mungu, wale ambao upeo wao ni mdogo, hawajui uzito na umuhimu wa amani. Mungu, wape hekima na busara, wajue umuhimu wa amani. Lakini mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye tunampenda kutoka ndani ya nyoyo zetu, Mwenyezi Mungu mpe nguvu katika nguvu zako, mpe taufiki katika taufiki yako, kwa sababu yeye ndio ameikamata hii bendera ya amani. Na wale wote wanaomsaidia, Mwenyezi Mungu waangalie kwa macho yako mawili ambayo hayalali, wawekee mkono wa baraka kwenye vichwa vyao, waweze kutufikisha kwenye uchaguzi na Tanzania ya uelewano na mshikamano na mashirikiano. Na Mwenyezi Mungu, wale wanaotaka haki zao na mabadiliko, Mungu wape hikma na busara na fikra, mabadiliko yale wayatake kwa njia ya amani na njia ya utulivu na njia ya hekima. Naamini watu wazima wenye hekima na busara, hakuna jambo ambalo linashindwa mbele zao. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.